baadhi ya maeneo yanayodhibitiwa na majeshi ya Urusi nchini Ukraine, lakini akasitiza kuwa anataka eneo lote la Donbas. Kwa mujibu wa gazeti la Kommersant, Victor Kenani na maelezo zaidi. Mwandishi wa masuala ya Kremlin wa Kommersant, Andrei Kolesnov, alisema kuwa Putin aliwaeleza wafanyabiashara wakuu wa Urusi mpango huo katika kikao cha faraga cha usiku wa manane kilichofanyika Kremlin tarehe 24 Disemba. Kwa mujibu wa maelezo hayo, Putin anataka kudhibiti Donbas yote, lakini nje ya eneo hilo uwezekano wa kubadilishana sehemu ya maeneo kati ya pande husika haujaondolewa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika taarifa kwa waandishi wa habari iliyotolewa na ofisi yake Jumatano kuwa ujumbe wa Ukraine na Marekani ulikaribia kukamilisha mpango wa vipengele 20 baada ya mazungumzo yaliyofanyika mwishoni mwa wiki mjini Miami. Hata hivyo, alisema pande hizo mbili hazijafikia mwafaka kuhusu madai ya Ukraine kukabidhi maeneo ya Donbas ambayo bado inayadhibiti, wala kuhusu hatma ya kituo cha nyuklia cha Zaporizhia kinachodhibitiwa na majeshi ya Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi mara kadhaa kumaliza mzozo mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita kuu vya pili vya dunia. Mjumbe wake Steve Witkoff pamoja na mke wake Jared Kushner wamekuwa wakifanya mazungumzo na Urusi, Ukraine na mataifa ya Ulaya. Maelezo kamili ya mapendekezo ya Marekani bado hajawekwa wazi, ingawa maafisa wa Urusi wamekuwa wakirejea mara kwa mara kile wanachokiita makubaliano ya awali yaliyodaiwa kuafikiwa kati ya Putin na Trump katika mkutano wa kilele uliofanyika Anchorage, Alaska mwezi Agosti. Urusi yadai Donbas. Kwa mujibu wa makadirio ya Urusi, nchi hiyo inadhibiti Crimea yote iliyoteka mwaka 2014. Na sasa ni mtazamo wangu na Ive Buchana. Karibu katika mtazamo wangu. Mambo ni yaonavyo katika ligi kuu ya soka ya England. Jina langu ni Ive Buchana. Nianze na mechi ya Boxing Day, Manchester United kukipiga dhidi ya Newcastle United kwenye uwanja wa Old Trafford. Manchester United haijakuwa na mchezo wa kuridhisha, ndio maana na kwenda upande wa Newcastle United kushinda 2-1. Jumamosi zinapigwa mechi kadhaa. Nottingham Forest itakuwa nyumbani dhidi ya Manchester City. Manchester City haijaniangusha katika mtazamo wangu, ndio maana na kwenda upande wake kushinda 3-1. Arsenal, kinara wa ligi hadi hivi sasa, itaialika Brighton na kuipepeta mabao 2-0. Brentford itakuwa nyumbani dhidi ya Bournemouth na tabiri sare ya 1-1. Burnley itaialika Everton na kwenda upande wa Everton kushinda 1-0. Liverpool itakuwa Anfield kuialika Wolverhampton na kuinyuka 2-0. West Ham United itakuwa nyumbani katika uga wa London Stadium dhidi ya Fulham na kwenda upande wa West Ham kushinda 1-0. Chelsea kwenye uwanja wa Stamford Bridge itaialika Aston Villa, timu ambayo iko katika fomu ya ajabu, na tabiri ushindi wa Aston Villa 3-2. Jumapili itapigwa mechi mbili. Sunderland itaialika Leeds United na kuishinda 2-1. Crystal Palace itakuwa uwanja wake wa Selhurst Park kumenyana na Tottenham Hotspur ambao wako katika hali mbaya sana, na tabiri ushindi wa Crystal Palace 2-0. Mtazamo wangu ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukutane tena weekend ijayo. Jina langu ni Ive Buchana. Na sana mkaribisha mwenzangu Asha Juma na mkusanyiko wa makala ya waridi wa BBC. Akiwa nyumbani au kazini, mama au mwanamke yoyote yule anakumbwa na changamoto ambazo zinatikisa sio tu hali yake ya maisha kifedha, bali pia kiakili na kimwili. Na japo wengi wao wamehisi kwamba maisha yamewasukuma hadi mwisho wa mawazo, baadhi wamejinasua kutoka kwa madhila yaliyowakumba na kuanza upya maisha kwa mtazamo chanya kwamba changamoto hizi sio utambulisho wa maisha yao. Na kama ua la waridi lilivyozingirwa na miba, wengi wao hujichanua kama maua hayo mazuri yenye urembo na harufu tamu. Yanayofuata ni taarifa za baadhi ya wanawake waliotupambia makala yetu ya waridi wa BBC katika mwaka wa 2025. Karibu naungana nami wako Asha Juma. Nikukumbushe tu jinsi mabinti hawa walivyoshinda vita dhidi ya nafsi zao, madhila ya kijamii, bila pia kujali mapungufu yao kimwili
au kifedha? Tunaanza moja kwa moja na Florence Amunga, mama wa makamu ambaye alipatwa na mkasa baada ya uchaguzi wa Kenya mwaka wa 2007. Alipoteza wanawe akiwaona kwa macho yake. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba ni jinsi alivyohangaika angalau mwanawe asiwe jivu. Mimi nilianza kazi nikiwa na miaka 8, kazi ya nyumba. Sasa mimi hata sijui kazi. Nikienda kufanyia mtu ananipiga, siwezi kuosha zile nguo vizuri juu umri yangu pia bado ni mdogo. Nani alikupeleka kwa kazi ya nyumba katika miaka hiyo? Ni mamangu ndiye aliweza kunipeleka. Nilikuwa napewa shilingi 100 kwa mwisho wa mwezi. Pale kwa barabara kuna kijana alikuwa anafanya makanika, alikuwa ananiona. Sasa akaniita siku moja, nikamueleza, akaniambia pia mimi naishi na ndugu yangu na mimi pia sijao. Ungependa nikakubali. Niliolewa nikiwa na miaka 15, nikazaa nikiwa na miaka 16. Nikafikisha 17, nikaongeza mtoto mwingine. Wakati gani ndio mkasa wa moto ulitokea? Niyo 2007 wakati wa uchaguzi. Watu walikuwa wameshapiga kura? Watu walikuwa washapiga kura. Jumii umri yangu ilikuwa bado nimeshukua ID, lakini sasa mzee hakukuwa, alikuwa nyumbani. Yes. Mimi nilikuwa na watoto huku. Kitu gani ambacho ulikishuhudia? Mchana haikuwa mzuri sana juu kulianza kuvita hapo Toi, wanapora vitu, watu wananyang'anywa vitu, watu wanapigwa. Sasa na mimi pia nilikuwa nimejifungua, niko na wiki 3. Wakati huo? Hiyo wakati. Pale ambapo mlikuwa mnaishi mchana, hali ilikuwaje? Hali ilikuwa mzuri sana. Kuna wale walikuwa na pesa, waliweza kwenda kwa marafiki zao, kwa familia zao, lakini wenye wakuwa na pesa kama si tulikuwa tu kwa plot. Sasa tunajiuliza sasa hii tunakula, kesho tutapata wapi? Hakuna maduka, hakuna chochote, na kwa soko hakuna kitu. Sasa hapo usiku ndio tuweza kuchomewa ndani ya nyumba, na sasa hakuna vile ningetoroka. Nyumba hii kuweza kuwa na dirisha. Waliasha moto na wakatufungia na nje. So unajua niko kwa nyumba napiga nduru, huyu mtoto anachomeka, huyu anachomeka, mimi pia nachomeka. Niliamka nikakutana na moto, najaribu kupiga nduru nikimbie nje, at least nikimbie na watoto, napata mlango imeweza kufungwa, lakini hapo ilikuwa ngumu kidogo. Pole mama. Ilikuwa ngumu kidogo. Pole Florence. Sasa wakati umekutana na moto, ulibeba watoto wote wawili ama? Nilikuwa najaribu kubeba huyu mdogo nimtoe kwa kitanda, najaribu tena kufuruta huyu mwingine, lakini nyumba yote imeshika moto. Ilibidi niekelee ule mdogo chini, akaweza kukufia pale. Juu ningemwacha kwa kitanda angekuwa jivu. Juu mattress yote ilishika moto pamoja na kitanda. Sasa tuko kando ya mlango, niko na huyu mwingine mkubwa, lakini hata sikuweza kufaulu. Watu waliweza kuja kupiga ile mlango na mawe ndio ikaweza kufunguka, lakini bado ilirudi kuniangukia, nikarudi pale kwa moto. Mtoto mdogo akapelekwa City Mortuary, juu alikuwa shafariki. Nimeanza matibabu, nimefungwa miguu, nimefungwa mikono, siwezi ona. Ulikuwa unamjua mtoto, ulimuona ukawa unajua kabisa huyu ni mtoto wangu? Akilia anasema anataka mama, na mimi pia nataka kuona mtoto. Nakuja namshika hivi, lakini siwezi ona. Daktari ananiambia amemleta, lakini namshika na hakikisha ni yeye. Kuna siku nikaamka kama nina senzi, huyu mtoto leo hayuko. Kumbe alikufa usiku akiongezewa damu na akaweza kupelekwa mochari. Kwa watatu, sasa hiyo niko peke yangu. Najiuliza ni aje nitaanza safari yangu. Tulikuwa watatu, nimebaki mmoja. Nikitoka kwa hospitali nitaanzia wapi? Niliambiwa watoto wangu wamezikwa Lang'ata. Baada ya kutoka pale, nilisikia siku moja ninapewa ruhusa niende nyumbani. Ulikaa hospitali kwa miezi mingapi? Miezi 3 na wiki moja. Ukiniangalia vizuri, sina masikio. Masikio zangu ziliingia ndani ya kufunga bandage. Daktari anasema kama naweza kupata wasamaria mwema waweze kunilipia 1400 nifanyiwe plastic surgery. Tuzungumzie kidogo tu safari yako ya matibabu katika upasuaji. Hakuna mtu anataka kunisongea, hakuna mtu anataka kunikaribia juu mimi ninanuka. Mali nimelala hapo, madudu zinatoka kwa kichwa wangu juu. Kichwa ilikuwa inafaa kila mara naenda kuoshwa,
wananiweka bandage, lakini maisha yangu bado ilikuwa ngumu. Ilikuwaje mpaka ukapata watoto wengine? Ulianzaje maisha? Weza kupatana na jamaa na akanipenda vile lilivyo. Lakini baadaye alikuja akafariki wakati wa corona. Baada ya kufa nilishtuka tena kidogo, mzee wangu akiwa amekufa tu bado. Niliendelea na matibabu tena kwa hospitali. Sikuweza kuhudhuria, lakini niliambia Mungu sitakufa, roho hiyo ndio maisha, labda Mungu alinipangia na iko siku itabadilika tu. Unaweza kumwambia nini yule mtu ambaye anapitia magumu kama yale ambayo wewe umepitia? Mimi naweza kumwambia asikufe roho. Kama mimi nimepitia hiyo shida yote na Mungu anazidi kunipa ile hekima. Asiaiona ni kama Mungu amemwacha. Hata hizo vibara naenda kulimia watu, nikifyekea watu na kuokota hizo chupa, si kupenda yangu. Hizo ni mtihani Mwenyezi Mungu amekupatia, ndio baadaye kuja bariki. Na ukiendelea kutafakari hayo, sasa tuelekee kwa Alice Mbere kutoka nchini Kenya. Ni binti ambaye umri wake ni tofauti kabisa na kimo chake. Akitembea barabarani, watu wengi humkodolea macho. Alice anakumbuka daktari mmoja alimpa dawa ya kunywa asubuhi na jioni kila usiku, akisema kwamba Alice atarefuka, lakini dawa zilisha na kimo chake kikasalia pale pale. Hii hapa simulizi ya safari yake ya maisha. Nilizaliwa nikiwa na kilo za mtoto wa so hata wazazi wangu hawakufahamu ningekuwa tofauti. So nilivyoenda nikikua, I remember they were telling me nikiwa 5 years, they realized nezongea, neza cheza, nafanya kila kitu, lakini ile height bado haisongi. Kwa hiyo wakati wananikompea na watoto ambao tumezaliwa wakati mmoja, so wangeona hao watoto wamerefuka, but mimi pale kwa height nimebaki, but ikifika nitaongea, nitasoma, nitacheza. So wakati ilifika hapo wakaanza kushtuka. Wazazi wakasema acha tuende another hospital wakasema kitu tofauti. So unaona kila hospitali inasema kitu tofauti, wakachanganyikiwa. Ikafika mahali baba akasema kwa sababu si ugonjwa na si kuumwa anaumwa, tumuache. Sijui hapo washachanganyikiwa, hawajui wachague wapi. Kila pahali, kila daktari akona jambo la kusema tofauti na the other people. So ikafika wakati I think nikapelekwa pahali Nairobi kwa kliniki fulani, nikapewa dawa fulani. Huyu daktari akasema kwa nakunywa asubuhi na jioni atarefuka. Mimi nikiwa nyumbani ningeamshwa asubuhi mapema, you know. The parents wako desperate nafaa nirefuke. So ngeamsha asubuhi, kunywa dawa asubuhi, jioni. But sasa ni waligundua siwezi badilika, nitakuwa hivi. Kwa wazazi wangu, kwa marafiki zangu, wamenisupport sana na wakanipenda na wakanionyesha hata vile ulivyo bado tunakupenda na uko na mchango mkubwa katika jamii. Alice, kuna watu ambao wana hali kama yako, ambao mara nyingi wanafanywa upasuaji mara kwa mara kurekebisha hiki, kurekebisha kile, ama wanakuwa na matatizo ya kiafya sana. Kwako wewe imekuwaje? Kwangu Mungu amenisaidia, mimi sijakuwa na matatizo yoyote ya kiafya. Na kwa my type of disability, we have 200 types of this disability. So unapata kile type iko na changamoto yake. So unapata kwa my type of disability, mimi niko sawa kabisa. Hata nikienda hospitali, kuna siku walienda hata kupima figo, wapime kama ni the same na mtu ambao ni mrefu, wakapata kila kitu iko sawa. Tuzungumzie kuhusu changamoto ambazo unazipata katika maisha yako ya kila siku. Alice, ni vitu gani ambavyo vinakurudisha nyuma? My height, I'm just 85 centimeters tall. So you see you're very short. So kwangu mara mingi pia ni ku access buildings. Unapata nikipata hii building iko na lift, siwezi fikia kwa lift. So nitabaki kule chini. It's too high. Ukiendelea kutafakari ya Alice, nakumbuka kwamba hii ni Dira ya Dunia, idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Asha Juma. Tunarejea katika taarifa za kina dada waliotupambia makala yetu maalumu ya waridi wa BBC katika mwaka wa 2025. Walitupa taarifa zilizovutia, zingine zilituliza na kututoa machozi, zingine zilitupa matumaini ya maisha kwamba baada ya dhiki huja faraja. Nyinginezo pia zilitupa nafsi ya kujiangalia kwa undani kuhusu utu wetu kama binadamu na jinsi ya kustahamili mawimbi makali ya mitihani ya maisha.
Tuelekee sasa moja kwa moja katika maswala ya mapenzi. Kule tunakutana na Doreen Kimbi. Anakumbuka jinsi mapenzi yake nayo yalivyozua mjadala kwenye mitandao ya kijamii na hata watu wake wa karibu. Licha ya kuwa kipindi hicho alikuwa anapitia machungu wakati mpenzi wake amefariki dunia miezi 5 tu tangu kufunga pingu za maisha. Wengine walidai eti alifuata mali bali si mapenzi. Kisa na mkasa, walipishana na mume wake kwa miaka 40. Ukweli wa moyo wangu ni upendo. Mimi nilichokuwa nakitaka kwenye maisha yangu, kwenye masuala ya ndoa, ni mtu ambaye atanipenda kwa dhati. Na bahati nzuri marehemu alinipenda sana. Naamini mwanamke yote akipendwa, sisi huwa tuna reply back. Nili reply back. Nilimpenda sana. Na mpaka sasa hivi bado nampenda. Wakati unaolewa naye mwaka 2022, umri wako na yeye tofauti yake ilikuwa ni miaka 40. Yes. Uko na wasiwasi? Kwa kweli sikuwa na wasiwasi. Mimi nasema umri is just a number. Swala la upendo, umri mimi hauingii sana. Haikuwa tatizo kwangu. Japokuwa ilikuwa shida kwa watu wengine. Doreen si mtu ambaye alikuwa anafahamika mwanzo. Ndio. Tumekuja kumfahamu Doreen baada ya kufunga ndoa na marehemu Mzee Lyatonga Mrema. Lakini huyu hakuwa mtu wa kawaida. Aliwekuwa waziri mkuu Tanzania, waziri wa mambo ya ndani, mgombea urais. Alikuja kupewa ile ya parole ya wafungwa, nafasi ambayo ni ya kuteuliwa na Mheshimiwa Rais mpaka umauti unapofika. Yes. Mahusiano yenu ilianza vipi? Kwanza tulikutana kanisani, tukajuana kidogo. Akaniambia wewe ni nani, wa wapi? Sasa mara ya pili haikuwa kanisani. Alinionyesha tu kwamba anavutiwa, ni kama vile mtu anapenda kuongea na wewe. Lakini mimi nilikuwa nachukulia simple, ikawa inaishia hivyo. Then ikaenda mpaka siku akaja kunitamkia kwamba anataka kunioa. Yule baba siku anatamkia kwamba anataka kunioa, alimuita padri ambaye ni rafiki yake. Na mimi nilivyoona yale maneno alafu yanaongelewa mbele ya mtu wa Mungu namna ile, nikaona iko serious. Pia nikawa nafikiria umri wake, umri wangu, lakini nikajikuta kumbe naweza nikaolewa. Familia sasa, tuna ndugu, na kaka, kuna wajomba, kuna baba wakubwa na wadogo. Wao walipokea vipi kwamba unaolewa na mzee? Kwanza mwanzo walifikiri sio serious, lakini walivyoona niko serious na ninawataka sasa wakubali na wapokee mahari, walinielewa. Lakini nina shangazi yangu mmoja kidogo alikuwa Doreen, unaolewa na mzee namna hiyo kwani? Kaambia shangazi, mimi naolewa na mzee Mrema. Tofauti yenu ya umri ya kwako na aliyekuwa mume wako ya miaka 40. Hakuna mtu ungemwambia Doreen amefuata mali akakataa. Ni kweli. Hili kwako likoje? Ni vitu ambavyo nilikutana navyo sana. Lakini kwangu mimi, kwanza sikuwa nafikiria mambo ya mali, lakini mimi nilikuwa najua tu kwamba ni upendo. Napendwa. Nilikuwa naolewa na mzee Mrema, tayari nina miradi yangu, nina vitu vyangu vingi, nina mali zangu. Tugeukie mitandao ya kijamii. Ndio. Kwanza safari yako tulijua rasmi baada ya kufunga ndoa. Kwa ni kipindi kifupi sana tangu mmefunga ndoa. Ilikuwa ni kitu kirahisi ama kizito kiasi gani? Haikuwa rahisi. Mitandao iliniataki sana. Wananiandika hivi. Nilikuwa nikiona kabisa. Alafu ndugu zangu, kilichokuwa kinaniumiza mimi ni ndugu zangu. Nikitukanwa mtandaoni, wao wanaumia kuliko mimi. Walikuwa wananiataki wakati ndo nimefiwa. Anachokumbuka kikimkata maini usiku ule ni mume kumwamsha usiku wa manane na kumwambia Marion Waswenje, mambo ni mawili tu, umrushe mtoto mtoni au ni waue nyote wawili. Sikiliza simulizi yake. Ijakuwa rahisi, kuna kupanda, kuna kushuka, kuna kukosa. Mimi nililelewa na nyanya ambapo mama yangu alikufa 1997. Nyanya yangu akakuja akapass hiyo 2010. Nikaenda mazishi. Wakati nilitoka mazishi ya nyanya yangu, nikapatana na mwanaume mmoja, Huruma. So huyu mwanaume hatukujuana sana. Akaniambia anatafuta mtu wa kuishi na yeye. Sasa cause nilikuwa haja na ile ndoa sana, nikakubali. Wakati nilipata ujauzito akaanza kubadilika. Nikapatananga na Meresa. Akanipatia advice, akaniambia niko na chache hapa Mathare North, mimi huenda hapo. So hapo ndio nilishikana na yeye. Maisha ikaanza kuchange. Si ile ndoa yenye ulitarajia tena. Mostly sana yeye alikuwa akiniambianga kutakuwa kuzuri. Akiniambia hiyo kutakuwa kuzuri, mimi nilikuwa nafinyika ndani ya roho yeye haezi jua. Mwanaume amekuwa kama ni mnyama sasa, simba, ana haja na sisi. Sasa mtoto akaanza kuwa mgonjwa, kasusu mbele, kakaanza
akaanza kukuja anafungana mbele. Sasa hapo ndio nilijua ndoa ni nini. Ukiomba pesa ya mtoto ya dawa, amenyoroka ndani ya blanketi, amejifunika. So ikakuja sasa, ikafika mahali ikakuwa wazi, ikafunga sasa kabisa. Wakati nilienda hospitali ingine iko hapa hivi, mzungu akaiangalia, akajaribu kuifungua na kucha yake na shindano akidunga. Mtoto anasikia uchungu, analia. Akaniambia hii sasa itabidi uende Mbakadhi. Sasa wakati nilienda pale, wakaniambia either aekwe pipe ama operation direct. Sina hiyo pesa. So wakati alitutoroka, una kazi, mtoto ni mgonjwa, kukula ni ngumu, landlord akakuja akanibomolea nyumba mabati saidi ya kitanda na kunanyesha. Sasa imefika mahali mtoto akiamuka ani sasa ukinunusa hii side ni kama inakuja na mdomo na mapua inarudi. Nilikwambia mtoto akikufa apeleka kwetu uende uzike. Mwanaume sasa ako na drama, anaoleka anarudi, anaoleka anarudi. Ile sasa ile unajaribu kuprotect ndoa, but ndoa haikaliki. Merisa, ni wakati gani uligundua ya kwamba Marion kweli ana matatizo katika ndoa yake? Wakati sasa huyu mtoto akiwa mgonjwa. Wakati tulirudiana na mwanaume, shida sasa zikaongezeka. Shida ziliongezeka ama mapenzi yalirudi moto? Haikurudi. Wakati mtoto tena alianza kuwa mgonjwa tu, anachipuka tu, vidonda tu mwili yote. Na huo mtoto akikonjeka siku 2, unaweza fikiria alikonjeka miezi 4, anaisha, anakaa style ile mbaya ile akona. Sasa wakati nilimuomba pesa, alikuwa ameanza kunithreaten. Akaniambia si lazima niishi na wewe, nitakuua. So ikafikia mahali ilikuwa usiku. Akaniuliza unaonanga ile Riverside? Nikamwambia Akaniambia siku moja nitaamuka hapa na wewe usiku moja, nitakutumbukizanga hapo ndani. So nikaona ni ile hasira zake uongee ile uropoka, but alikuanga akisema kitu lazima afanye. Siku moja tu mwanaume akarudi tu mapema, amepretend tu ni mzuri tu. Akafika saa 6 usiku, akaniamsha, akaniambia amuka. Akaniuliza ulifikiria aje kwa maneno zenye nilikuambia? Nikamuuliza gani? Akaniambia si nilikuambia si lazima niishi na wewe. Nikamwambia nilisikia. Nikamuuliza na unataka nifanye aje? Sasa ikafika usiku, akaniambia usiku ya pili sasa. Akaniambia nilikuambia nitakuua huko sikia. Akaniamsha hiyo usiku. Akaniambia beba mtoto. Nikamuuliza tunaenda wapi? Akaniambia nimesema beba mtoto. Nikafunga mtoto. Tunaenda wapi? Akaniambia usi. Barabara tunapita si hospitali. So kufika hapo akaniambia kifo yenu ni leo. Akaniambia maneno ni mangapi? Na unachukua moja. Akaniambia either utupe hapo mtoto ama ni awaue wote. Nikaanza kufikiria mtoto wangu nyuma. Si angetubeba wote. I thank God maaskari traffic walitokelezea mbele. Wakatuuliza mnafanya nini hapa usiku? Alijibu haraka sana, tunaenda usi. Na alikuanga ule mtu ukimuona uwezi sema yeye ndio anafanya hizo drama. Mtu wake hata akisimama hapa saa hii anadanganyiwa. Sasa wakati wenye walitokelezea akaniambia usijaribu kusema kitu. Maaskari wako hapo hivyo mbele, wanafi ameinama hivi chini. Akaniambia ukijaribu kuambia ukweli utaona. Nikanyamazia, tukarudi ndani ya nyumba. Na tulikuwa tumeenda kutupa mtoto. Sasa wakati tulifika kwa nyumba akatuacha hapo. Akarudi kesho yake akatufungia hapo ndani. Mtoto mwenye mlikuwa mnaenda kumtupa alikuwa na miaka mingapi huo wakati? Hiyo wakati sasa amefika miaka 3. Pengine aliwahi kusikia mazungumzo yenu ya nyinyi kutaka kumuua? Anajua kila kitu. Alikuja akaongeleleanga sasa nikiwa na ujauzito ingine. Sasa akaniulizanga mam, sasa huyo baba akirudi si ataua hadi huyu. Kidogo tu Marion, tunarudi kwako. Marisa, kuna visa vya namna hiyo ambavyo Marion aliwahi kukusimulia? Aliwahi nielezea. Hata nakumbuka there's a time tukiwa kanisani akatumiwa message kama tuko tu kanisa. Although watu wengine walikuwa wameenda. Yule kama alijua saa hii sasa ni kama wamemaliza. Akatuma message akamwambia ukijaribu kukuja hapa ndawaua wote. Na kuna washirika wengine walikuwa wameshaenda. Sasa nikaambia wengine kuna message Marion ametumiwa lakini si mzuri. Leo nasikia hata miro yangu imekata. Na wengine wakasema yenyewe hatumwachi leo. Tunaenda na Marion. Tukachukua gari na Marion na watoto tukaenda. Marion akaogopa kuingia. Wakati tulifika kwa mlango, mimi ndio nikakuwa wa kwanza na alikuwa kwa nyumba. Nikabisha, nikamuita tu na jina yake. Kamuuliza habari yako mzuri. Hakutarajia ni sisi ama mimi nitakuwa nimefika pale. Alijua tu ni huyu. Alikuwa amejami hapo na nyundo iko hapo. Na sasa ndio tujue kisu iko hapo. Yeye mwenyewe sasa ndiye akatuambia. Hata nilikuwa nimejami kumuua. Hata kisu iko hapo. Akainua mattress tukaona kisu iko hapo. Pengine
uliwahi kumuuliza ni kitu gani alikuwa amefanywa na Marion mpaka nataka kumuua kwa nyundo? Ama hana sababu. Hata si tulikaa kwa hiyo nyumba, lakini mlango iko wazi, ndio tunashindwa atatoa ile kisu, ataanza na nani? Marion, kuko na kisu na nyundo na umekuja na washirika. Kitu ya kwanza nilisikia aibu. Kwanza hakuwa nataka niongee. Kwanza nilikuwa nikiongea nainua hiyo niambia nitakubonda hiyo kichwa. Sasa mimi sauti yangu hata hakuwa naitaka. Kuna barua yoyote ambayo aliwahi kukuandikia? Barua aliniandikia na Kijaluo. Hata huyu ndiye alikuwa interpreter wangu. Akachora ni kama mtu anaua mtu. Kuna vitu zenye zinaweza kuja in life ulazimisha ama ukae ndani mahali Mungu hakukuweka. Merisa, barua ilikuwa inasema nini? Barua ilikuwa ya kumtishia. Aliandika na Kijaluo, usijaribu kukanyaga hapa. Ukikanyaga hapa nitakumaliza pamoja na watoto wako. Na akaweka saini ya kumaliza, akachora ya kuua. Lakini ndani yangu nasikia uchungu. Nashindwa kumwambia toka kwa hiyo ndoa. Ndio hata nikimwambia toka kwa hiyo ndoa ataenda wapi? Na hana baba, hana mama. Sasa hiyo kuna wakati kabla haujatoka kwa hiyo ndoa, pengine ulijiwa na mawazo ya kujiua ama kujiondoa ama fikra zozote mbaya? Kuna wakati nikiwa nimefika mwisho kabisa, nikachukua hizi bet za redio nikazigonga. So wakati nilizigonga nikaosha watoto wangu, nikasema tukufe kama tuko afya. Hiyo wakati nilikuwa na watoto wawili. Sasa nikiwa nimefungua dirisha, nilikuwa nimewekelea juu ya sanduku hapo, hiyo ani ishikie vizuri, mpaka sijui walikuwa wamekimbizana na zingine, ikarukia ndani ya dirisha yangu kwa sanduku, ikamwagika yote, nikabaki nimelia na uchungu. Why? So nikafika mahali nikachoka pia, sioni utamu ya ndoa, sioni ladha ya ndoa, nimechoka pia. Lakini sasa ilifika mahali mchungaji wangu mwenyewe akainua mikono, akaniambia utakufia hapo, watu wako waanze kuniambia ni mimi na kupatianga nguvu, kaa, ndoa iko hivyo, kaa. Akaniambia hapana, toka, at least tuombe ukiwa nje. Pastor amekuambia toka, lakini kwa roho yako ni wakati gani ulifika ukasema sasa mimi hii ndoa ni basi? Wakati aliniacha na mimba ya 3 sasa. Safari yangu ya kujitoa, mimi naweza sema booster ya kwanza ilitoka kwa mchungaji, kwa sikuwa na vile naweza anza, na kila kitu nimeacha huko nyuma. Nikajiita meeting, nikajiambia maisha itasonga bila huyo mtu. Ijakuwa rahisi hivyo. Usione mama amejikalisha umuite jina mbaya ama umbebe vile unataka. Kuna mambo mingi, tunapatana na mambo mingi, unapita mambo mingi ndani ya ndoa, but afadhali ukae umekunywa hata hiyo maji, umelala njaa, but uko na amani ya roho yako. Na moja kwa moja sasa tuelekee kwa Irene Mbithe. Ni mama ambaye anasimulia jinsi alivyovamiwa na fisi na kupoteza mkono wake, jicho. Lakini nini hasa kilichotokea? Karibu katika simulizi hii. Nilishuka kwa gari na sikupiga nduru. Hapo kama unakumbuka ilikuwa ni saa ngapi? Sasa hapo ni kama ilikuwa imefika sasa saa 6 usiku. Ndio. Sasa nikiwa nimeshuka kwa gari tu hivi, kweli sikujua nani alinitupia bagi yangu. Mimi nilisikia tu nimetupiwa bagi, akaniambia wewe jisaidia. Sasa mimi kweli nilichukua bagi yangu nikaweka kwa huu mkono. Sasa nikirudi huku niliona hawa polisi wa traffic. Sasa juu nilikuwa kwa mbio kwa barabara, unajua ni usiku, sioni light. Nikikimbia ndo karibu sasa nigongo tena na trailer. Niliona tu mataa inawaka hivi ikipiga honi. Unajua ni kama ilikuwa kwa mteremko. So mimi nilisikia tu honi na lights zinawaka hivi. Sasa mimi nilijiweka kando ya barabara. Ile tu kujiweka hivi ni kama kulikuwa hizi satellites za barabara ziliwaka. Sasa vile ziliwaka hapo ndo sasa niliona mnyama kwa barabara. Pole. Niliona mimi mnyama, nikajaribu kupiga nduru. Pole Irene. Shika. Mimi hapo nilipiga nduru, nakumbuka. Sikuwa na usaidizi, hakuna gari ilikuwa inapita. Kidogo ndo. Sasa mnyama alikuwa upande mwingine wa barabara na ulikuwa upande mwingine wa barabara? Tulikuwa tu upande mmoja. Upande mmoja wa barabara. Sasa mimi vile nilitani hivi ndo mnyama alikuja on this side, akanishika hii side yote. Mnyama gani mwingine? Mimi niliona alikuwa mkubwa sana, alikuwa anatosha na chui, lakini watu wa KWS walisema alikuwa fisi. Mimi hapo vile alinishika hii side nikakuwa nakimbia, sioni pali, nikipiga nduru, akanishika huu mkono kwa mdomo.
Mimi mwenyewe niling'ang'ana juu mkono huko umeumia, nilishika huyo mnyama nikang'ang'ana nikatoa hii mkono. Kwa hivyo mnyama alikuwa ameingiza mkono wako kwenye mdomo. Sasa huu ndo ulikuwa kwa mdomo. Unaona? Ulikuwa kwa mdomo. Nikang'ang'ana nikatoa. Sasa vile nilitoa huu mdomo kwa hiyo mnyama, ndio sasa ilifanikiwa kunishika huu mkono. Nikajaribu juu huu ulikuwa umeumia alafu ulikuwa umekufa gazi, na najaribu kuipiga hivi nitoe, ilikataa. Sasa ikakuwa inanivuta inipeleke kwa fence. Mimi nang'ang'ana kabisa isinipeleke. Nilikuwa najishikilia miti ndogo ndogo zile ziko kwa barabara. Nashika, ilikuwa na nguvu inanivuta. So kwa ile harakati kinivuta, kuna mwanaume alikuwa anapita na taksi, aliniona. Alitoka kwa barabara tu na gari akipiga honi, haikuniachilia kabisa. Akapiga honi, akakuwa ni kama anazunguka hapo akipiga honi, lakini ilifanikiwa kuniingiza huko kwa forest. Kwa hivyo ni chui ama ni fisi alikuvuta mpaka kwenye msitu? Ndio, akaniingiza sasa kwa msitu ndani. Sasa hapo ndo mimi nilijua kabisa nimeisha kabisa. Nilikuwa naona ni kama niko kwa ndoto, ni kama si ndoto, lakini ilikuwa ni kweli. Sababu vile alinipeleka hiyo side, alinivuta mbali sana. Alitaka kunitoa pia roho juu pia mimi nimeumia hapa, niko na alama mingi, lakini kwa uwezo wa Mungu hiyo meno yake iliingia kwa sindiria yangu. Sasa ikakuwa inagonganisha kichwa ndo itoe. Tuling'ang'ana sana pale hivyo ndio meno itoke. Sasa vile meno ilitoka juu ilikuwa inanigonganisha kichwa, nilikuwa na bleed. Sikuwa naipiga, nilikuwa naona chenye chendelea lakini sina nguvu. Ndio ilianza sasa kunikula mkono wangu. Kaniuma mara ya kwanza, ikakula ya pili, mara ya tatu. Kabla imalize kukata kabisa ndo nilisikia risasi imepigwa. Nasikia uchungu mingi, ilikuwa inakata inakula. Mara ya kwanza pia ikakata ikakula, ya pili hivyo. Sasa mara ya tatu ndo iko imemaliza kabisa kumalizia kuikata. Ndo polisi walifyatua risasi ikakimbia. Nilitafutwa na polisi wa KWS. Polisi sasa wakakuja wakanipata hapo. Nikasikia wamepiga simu wakasema kuna msichana amekuliwa hapa na mnyama na ni kama amekufa. Sasa mimi nikakuwa niko pale najisikia sijakufa, niko pale nitasaidikaje? Ndivyo walivyokuja wa KWS wakinieka. Kuna mwanamke mmoja alinifinya kifua, nikatapika ile damu. Walivyokuwa wamekuweka kwenye walikuwa ndani mimi nimefariki. Sasa ule msichana sijui alinifinya aje kifua, nikaamuka. Wakasema hajafariki, wakaitisha gari ingine ya kunipeleka hospitali Makindu. Hapo mimi Kenya nakumbukanga ni vile nilifika tu hivi Makindu Hospital, nilipeana namba ya mama. Na kutoka hapo tena mimi ndo fahamu. Pale walipokuokoa ulikuwa unajifahamu kabisa? Ndio. Walipokuja kukusaidia? Ndio. Ulijifahamu ukaingia kwenye gari mpaka hospitali? Ndio, nikajipandisha vizuri. Nilipandisha mwenyewe kwenye gari? Ndio, nilikuwa najisikia vizuri. Nikaona tumefika hospitali hapo Makindu. Nikaitishwa namba, nikapeana namba ya dadangu na namba ya mama za simu. Na wakapiga simu wakasikia imeingia. Kutoka hapo mimi sikujihisi tena. Nilipinduka nikaambiwa niko inakoma kama mwezi. Nilijipata mimi kwa karumu peke yangu. Kwa karumu peke yangu niko na mashini, nimewekwa sindano zingine kwa miguu. Bila saa nilijifahamu kwa hiyo room. Sikuwa nakumbuka hiyo time what happened. Lakini nilikuwa nakumbuka niko na familia. Kwa wale watu waliokutendea jambo hili, kwa sasa kama wanakutazama pengine, ungewaambia nini? Mimi niliwasamea na siwezi taka hata polisi washike. Niliwasamea na nikaachia Mungu, nikasema Mungu, ndio hawa watu ndo waliniletea hii kitu, wewe dili na wao. Tumalize makala haya maalum ya BBC Waridi Wake mwaka 2025 naye Susan Mukoi, ambaye aliambiwa mengi sana, ikiwemo kwamba amerogwa kwa sababu ya kuzaa watoto waliokuwa na changamoto. Lakini je, aliwezaje kukabiliana na ubaguzi katika jamii?
Nilivyojifungua mtoto wangu wa huyu wa mwisho wa 4, ndipo ambapo mtoto wangu wa kwanza akaanza kuumwa na hakuwa na shida yoyote. Ghafla tu tukaanza kupigiwa simu shule, mtoto anaanguka. Kwa nikaona ni kawaida tu, labda nitakuwa ni mazingira tu ya shule, lakini ile ikawa kama muendelezo. Sasa mara kwa mara unapigiwa shule simu. Saa nyingine mtoto anaanguka barabarani, anabebwa, analetwa nyumbani. Saa nyingine anaanguka kwenye mtalo, saa nyingine anaanguka sehemu za hatari kabisa. Kiukweli kipindi hicho kilikuwa kigumu sana, hasa ukizingatia mtoto wa kwanza. Maana kila mtu anasema ambavyo anaona kutokana na mazingira, hasa wale ambao wananifahamu walikuwa wanaona mbona anapitia hiki, mbona nimepita na hapa, unaelewa? Mwingine atakwambia umerogwa, mwingine atakwambia tembea vizuri, mwingine atakwambia nenda kwenye maombi. Kila mtu anasema vile ambavyo yeye anaona na anafikiria. Mliwahi kwenda hospitali kufanya vipimo, labda kufahamu kwamba kuna changamoto gani? Kwa nini watoto wanapatikana na changamoto hizi? Tuliwe kufanya vipimo, tukaambiwa hakuna changamoto yoyote, hakuna shida yoyote, kwa sababu yule mtoto wa kwanza aliyefariki tuliambiwa ni kwa sababu ya foliki, lakini huyu wa pili ambaye wa mwisho naye ni changamoto ya moyo ambayo huwa inatokea, anaweza akazaliwa hivyo, mtu anaweza kupata tatizo la moyo akiwa mkubwa. Historia kwenye vizazi kwenu, kwa mume wako, huenda kumewahi kuwa na changamoto za namna hiyo? Kipindi ambacho tuliamua kufuatilia sasa, hiyo unasema kufuatilia, ni kipindi huyu mtoto wetu mkubwa wakati anaumwa. Maana alikuwa na hali mbaya sana, alikuwa akipata degedege, alikuwa na changamoto ya kupata degedege, na degedege zilikuwa zinampiga mfululizo sana, kiasi kwamba inafika kipindi mimi siwezi hata kwenda kazini. Yani ni akianza kuanguka asubuhi, lazima ukae nyumbani umwangalie, unabaki naye hapo, na unaweza ukajikuta umekaa naye wiki nzima nyumbani. Yeye hawezi kwenda shule na wala wewe huwezi kwenda kazini. Kwa hiyo imekuwa changamoto sana, kiasi kwamba nilikuwa wakati wangu wa kufanya kazi ulikuwa mgumu sana. Nilikuwa na changamoto kufika kazini asubuhi, ilikuwa ni changamoto sana. Kipindi hicho tuliamua kufanya sasa uchunguzi wa kutaka kujua labda kwenye familia, labda tulianza kwa mume wangu, tulifuatilia. Mume wangu alimtoa Arusha, kwa hiyo tulienda nyumbani, tulikuta wazee, tuliwahi kuita wazee wa pale wa ukoo, tuliongea nao. Tukauliza, je, inawezekana kuna mtu mwenye changamoto hizi au kuna historia yoyote kuhusiana na hiki? Lakini hakuna kitu chochote. Pia kwetu tulifanya hivyo hivyo. Na hakika hakuna mzazi ambaye anabeba ujauzito akitaraji kupata watoto ambao watakuwa na changamoto. Ilibadili vipi maisha yako? Yani maisha yalibadilika kwa ukubwa mno, kwa sababu kwanza jamii, watu wanaokuzunguka inategemea wanapokeaje. Yani changamoto zako wanazipokeaje. Katika watu ambao hawakupokea vizuri changamoto zangu, mimi binafsi ninavyoona ni upande wa watu wangu wa karibu. Watu wangu wa karibu nikimaanisha labda ndugu. Ilikuwaje? Niko kwenye situation ngumu na mbaya sana, ambayo kama una ujasiri unaweza ukakata tamaa, lakini wapo ambao pia walichangia mchango mkubwa sana kunitia moyo, especially watu nilikuwa nafanya nao kazi, wakuu wangu wa kazi walinichangia vizuri sana katika kunitia moyo. Kwa mkuu wangu wa kazi alikuwa ananielewa sana. Ulikuwa unafanya nini katika kipindi kama hicho? Na hicho kipindi mume wangu alikuwa hana kazi. Kama miaka 7 hivi alikuwa hana kazi. Kwa mimi mwenyewe ndo ninajibeba majukumu kama nani, familia yote na hudumia. Japo mume yupo ana support hivi na vile, lakini mimi ndo nabeba jukumu kubwa. Sasa sijajua ni kwamba kutokuwa na elimu kwamba wanajua kwamba labda changamoto ile inaweza watoto wengine wakaambukizwa au vipi, lakini kilikuwa kipindi cha ubaguzi mkubwa sana. Na hiyo ilikuwa ni mbaya sana, kwa sababu hata shule mtoto alikuwa anapata changamoto, hakuna mtu anamtaka. Hakuna mtu anataka awe naye karibu. Ulijuaje? Mtoto alikuwa anaongea. Ulikuwa ukimwambia hivi, hebu muombe mtu akusaidia, anasema mama, mimi sina rafiki. Ulikuwa unamsaidiaje mtoto wako katika nyakati kama hizo? Kweli nilikuwa na wakati mgumu, afu ukizingatia mimi ni mwalimu, lakini pia kumbuka kwamba changamoto aliyokopo nayo ya kifafa yenyewe ina sehemu kubwa sana ya kuathiri ufahamu wake na namna ambavyo anaweza akafanya vizuri shule. Kwa hiyo alikuwa afanyi vizuri shule. Kwa hiyo nilikuwa kwenye wakati mgumu sana. Yaani nilifika wakati nikasema mtoto amalize tu, afike darasa 7, amalize tu la 7, niachane naye. Tunamshukuru Mungu amemaliza la 7. Kwa sasa hivi anaendelea vizuri sana sana. Ni muda mrefu sasa hajapata hiyo hali, na yuko form 1.
watu ambao wanakufanyia ubaguzi na vitu vingine, lazima uelewe, kwa sababu hata usipoelewa hauna cha kufanya. Lakini ninachomshukuru Mungu, mwenzi wangu ni mtu ambaye amekuwa mtu wa kunisupport sana. Mume wangu ni mtu ambaye amekuwa akinisupport kuanzia hatua ya kwanza mpaka hapa nilipofika. Na sasa tumwangazie Lucy Mochache, maarufu kama Mama Michael. Ukimwona akitembea njiani utadhani uko sawa, lakini ukweli ni kwamba ana mengi mawazo yanayomzonga. Anachokumbuka ni kwamba mwanawe alikuwa akipenda sana kunywa kahawa, lakini kila anapokumbuka matokeo ya kahawa hiyo ya ajabu, anasalia kibubujiko na machozi tu usiku na mchana, na kujiuliza maswali mengi yasiyo na majibu. Nilianza kuona mabadiliko wakati nilikuwa nampigia simu. Huo ni akiwa mwaka wa pili. Inachukua muda sana kupokea simu. Akifika mahali anakuambia nilikuwa nafanya shughuli fulani, nilikuwa class, alafu nikaona masaa ya kurudi kwa nyumba yamebadilika. Hapo ndio nilianza kuona kuna shida, lakini sikufikiria ingekuwa shida ya kunipotezea raha mpaka leo hii. Sasa ni wapi ulianza kuwa na mashaka na Michael? Alikuwa nakaa sana akisoma. Alafu sasa siku na chai maziwa. Alafu sasa yeye anapenda kahawa. Lakini wakati huo sikutaka kujua anapikia wapi kahawa. Juu siku na jagi ya kuchemsha maji. So mimi nilikuwa naona hiyo kala ya brown, mimi hadi leo hii naibika nikikumbuka ni nini, ni wapi sikujipanga. Ulijuaje Michael sasa penye amefikia amepotea? Kahawa nimeweka kwa meza haipungui, iko hizo sachets, lakini kukunywa maji yanachemshwa na anakunywa. So nikaanza kutaka kumuuliza kama anajinunulia, kama hajafurahia nikimununulia. Akawa mkali. Alafu siku moja akaenda sasa kabisa. Ilikuwa sijui ni siku mbili, unajua it has been long. Ilikuwa Thursday, Friday, Saturday. Nilipata nikipigiwa simu kutoka hospitali moja kama naweza mjua kijana anaitwa majina zake. So nikajitambulisha, nikasema mimi ndiye mamake. Nikaulizwa kama naweza fika huko niende nifanye nini, nimuone. Nilishtuka sana. Michael mpaka leo hii Michael ananga siri. Mimi ananiambianga ni nini na mkwasa. So akaniambia, "Mom, nilitoka na students wengine tukaenda mahali fulani. Mimi walinipatia spirit." Nikafikiria sikuwa najua spirit ni gani. Sasa mimi nilikuwa najua tu spirit moja. Akaniambia, "Unaona ile methylated spirit?" Hiyo ndio nilipewa nikakunywa. Hivyo tu. Sasa hii kahawa ulikuja kugundua kahawa ilikuwa kitu gani? Nilikuja nikagundua baadaye kahawa ilikuwa kitu gani. Baada sasa wakati alianza kukosa kuoga, kupoteza kuona, kupoteza kunywa kitu moto, alafu hataki kuona mwangaza. Akiwa kwa nyumba anataka kukaa kwa giza. Heroin na cocaine. Alikuwa anatumia dawa za kulevya. Alikuwa anatumia dawa za kulevya. Na alizitumia kwa muda mrefu. Wenye walinipeleka sasa mahali, unajua alikuwa anaishi maisha ya kuchificha. Hakuna mwenye aliwahi jua anaishi wapi. So hapo ndio tulienda. Wakati huko walisema ni kama alikuwa amekufa juu ile degree ya injuries zenye alikuwa amepata, survival ilikuwa kidogo sana, lakini alikaa kinyata sana kutibiwa. Mahali alikuwa anaishi sasa madawa za aina mingi sana zikapatikana hapo. So nikaambiwa hizo madawa niweke vizuri ziende. Hakuwa na respondi na madawa. Alikuwa hata adungwe dawa gani hakuwa na respondi. So hizo dawa ndio zilikuja kusaidia madaktari, wakajua ni dawa za aina gani ametumia, ndio wakatafuta jinsi ya kuokoa maisha yake. Michael hata hospitali hakudischargiwa. Nilienda kumuona as usual, ile feasting hours, nikapata kitanda hakina mgonjwa. Alitoroka hospitali. Walisema alidischargiwa. Na watu walijifanya ni relatives. Na hapo ndio nilikuja. Hukumpata tena? Sikumpata tena. Kwa sasa hivi hali ya Michael iko namna gani? Hali ya Michael imechange. Nilikuwa na yeye 2023, akaenda kupata matibabu, alitembeanga mpaka leo hii. Hujawahi kukutana naye mahali? Nimekutana na yeye mara moja. Nilikuwa mwezi wa 5. Sababu ya zile maugonjwa ziko na watoto wangu, alafu kuwatibu imenisumbua. Saisi niko chini sana. Kuna kitu ilikuwa kwa roho yangu, ninasema nikitoka kwa hii ward hakuna mtoto wangu atawahi niona tena. Nikamwandikia ujumbe, nikamwambia labda hii ndio ujumbe ya kwanza ya mwisho na kuandikia, labda utawahi niona tena. So akikuja hakunijua na mimi sikumjua.
Na baada ya hapo amekuja hospitalini, mumezungumza, mumewachana? Haujawahi tena kumwona? Niliambiwa mahali anaonekana. Nikasema siku moja nitakuwa naenda kila siku nione kama nitamuona. Mimi nilimuona na nilitezeka sana nifike mahali walikuwa, lakini mahali alikuwa amesimama na wenye walikuwa nao hakukuwa mahali kuzuri. Amesimama, amejishika, kuna manywele, ni mchafu, amefaa viatu mzee. Viatu nilimnunulia wakati alitoka rehab, ndiye alikuwa amefaa na zilikuwa zimezeeka kabisa. Kina mama wengi sana kule nje ambao wanapitia kile ambacho unapitia, pengine hata zaidi ya kile ambacho unapitia kwa sababu ya mtoto. Unaweza kumwambia nini? Mzazi mwenye uko pale unahangaika na mtoto wako, ukiona mtoto wako ameingilia kwa uraibu wowote, usimkatae, umpe upendo. Nikikumbuka huko nasikianga vibaya. Ulinitii sana. Wenye wamenicheka wacheke kwa leo, hawatanicheka kesho. Mama Michael, niseme kwanza pole, na ninaamini ya kwamba Mungu aweze kupatia kile ambacho uweze ukapambana nacho. Uendelee kuwa na imani, na iko siku Michael atarudi nyumbani. Ukweli wa moyo wangu ni upendo. Mimi nilichokuwa nakitaka kwenye maisha yangu, kwenye masuala ya ndoa, ni mtu ambaye atanipenda kwa dhati, na bahati nzuri marehemu alinipenda sana. Naamini mwanamke yote akipendwa, sisi huwa tuna reply back. Reply back. Nilimpenda sana na mpaka sasa hivi bado nampenda. Wakati unaolewa naye mwaka 2022, umri wako na yeye tofauti yake ilikuwa ni miaka 40. Yes. Hukuwa na wasiwasi? Kwa kweli sikuwa na wasiwasi. Mimi nasema umri is just a number. Swala la upendo, umri mimi hauingii sana. Haikuwa tatizo kwangu, japokuwa ilikuwa shida kwa watu wengine. Dorini si mtu ambaye alikuwa anafahamika mwanzo. Ndio. Tumekuja kumfahamu Dorini baada ya kufunga ndoa na marehemu Mzee Eliatonga Mrema. Lakini huyu hakuwa mtu wa kawaida. Aliwekuwa waziri mkuu Tanzania, waziri wa mambo ya ndani, mgombea urais. Alikuja kupewa ile ya parole ya wafungwa, nafasi ambayo ni ya kuteuliwa na Mheshimiwa Rais mpaka umauti unapofika. Yes. Mahusiano yenu ilianza vipi? Kwanza tulikutana kanisani, tukajuana kidogo. Akaniambia wewe ni nani, wa wapi? Sasa mara ya pili haikuwa kanisani. Alinionyesha tu kwamba anavutiwa, ni kama vile mtu anapenda kuongea na wewe. Lakini mimi nilikuwa nachukulia simple, ikawa inaishia hivyo. Then ikaenda mpaka siku akaja kunitamkia kwamba anataka kunioa. Yule baba siku anatamkia kwamba anataka kunioa, alimuita padri ambaye ni rafiki yake. Na mimi nilivyoona yale maneno alafu yanaongelewa mbele ya mtu wa Mungu namna ile, nikaona iko serious. Pia nikawa nafikiria umri wake, umri wangu, lakini nikajikuta kumbe naweza nikaolewa. Familia sasa, tuna ndugu, na kaka, kuna wajomba, kuna baba wakubwa na wadogo. Wao walipokea vipi kwamba unaolewa na mzee? Kwanza mwanzo walifikiri sio serious, lakini walivyoona niko serious na ninawataka sasa wakubali na wapokee mahari, walinielewa. Lakini nina shangazi yangu mmoja kidogo alikuwa Doreen, unaolewa na mzee namna hiyo kwani? Kaambia shangazi, mimi naolewa na mzee Mrema. Tofauti yao ya umri ya kwa kweli na alikuwa mume wako ya miaka 40. Hakuna mtu ungemwambia Doreen amefuata mali akakataa. Ni kweli. Hili kwa kweli koje? Ni vitu ambavyo nilikutana navyo sana. Lakini kwangu mimi, kwanza sikuwa nafikiria mambo ya mali, lakini mimi nilikuwa najua tu kwamba ni upendo. Napendwa. Nilikuwa naolewa na mzee Mrema, tayari nina miradi yangu, nina vitu vyangu vingi, nina mali zangu. Tugeukie mitandao ya kijamii. Ndio. Kwanza safari yako tulijua rasmi baada ya kufunga ndoa, kwa ni kipindi kifupi sana tangu mmefunga ndoa. Ilikuwa ni kitu kirahisi ama kizito kiasi gani? Haikuwa rahisi. Mitandao iliniataki sana. Wananiandika hivi, nilikuwa nikiona kabisa. Alafu ndugu zangu, kilichokuwa kinaniumiza mimi ni ndugu zangu. Nikitukanwa mtandaoni, wao wanaumia kuliko mimi. Walikuwa wananiataki wakati ndo nimefiwa. Haya yalikuwa ni makala maalum ya Waridi wa BBC mwaka 2025. Hakika nimekuwa msimulizi wako Asha Juma, na kwa niaba ya wengine wote niloshirikiana nao kukuletea makala haya katika kipindi hiki cha likizo, kwa heri.